Tujitahidi sana guys kuishi na watu vizuri. Yaani Mungu akikupa neema ya kuishi na watu, ishi na watu vizuri kwa namna yoyote, kwa sababu inakujaga kuumiza sana pale ambapo unakuja kurealize kwamba watu wote uliowahi kuwaumiza katika maisha kwenye kipindi fulani hivi, wale ndio watu ambao wangeweza kuwa na wewe na kukuhold tight, na ndio watu ambao wangeweza kukuvumilia wewe na madhaifu yako, na sio wale ulionao kwa kipindi hicho. Na unakuja kugundua wale ndio watu ambao wangeweza kusimama na wewe katika situation yoyote, na ndio unakuja kugundua kwamba wale ndio watu ambao walikuwa na upendo wa kweli kwako, na wewe uliwaacha kwa maumivu makali. Yaani unakuta ulimwacha mtu kwa maumivu makali, alafu sasa when it's too late unakuja kurealize kwamba wale ndo walikuwa watu wazuri katika maisha yako. Wale ndo walikuwa watu ambao wangeweza kukuvumilia wewe katika kila hali. Unakuta ndo hivyo, ulishapoteza chance. Tujitahidi sana sana sana. Kama unaona kwa namna yoyote umegundua tu kwamba nilimuumiza mtu, nilimwacha mtu kwa maumivu, please go back, say sorry. Go back and say sorry, kwa sababu kusema sorry sio mapungufu. That's not weakness. Hiyo ni strength. Yaani mtu ambaye ni mwepesi wa kusema I'm sorry anapogundua tu amefanya makosa. Sio kusema tu sorry with no reason. Yaani unagundua kabisa nilimwacha mtu katika maumivu. Kwa nini nimwache mtu kwenye maumivu? Analia na jina langu. Rudi, sema sorry. Unaposema sorry ni wisdom kubwa sana, na unaenda kufungua milango yako ya baraka. Hakuna sorry yoyote inayotoka moyoni Mungu huwa anaiacha ikaenda bure. Hakuna sorry ambayo inaachagwa inaenda bure.